Nimependelea kutumia hili vazi la AI, mfano wa AI, kwa sababu sisi kama wanafunzi tumekuwa tukimtumia sana AI katika masomo yetu. Na nimetumia hili vazi kwa hasa wanafunzi wenzangu kuzidi kumtumia AI katika kujenga, sio katika kubomoa. Kwa mfano, kuna wanafunzi wanatumia AI kutengeneza posta ambazo kidogo zinakuwa hazileti maana kwenye jamii, labda posta za matusi na mambo mengine kama hayo. Nimetengeneza hili vazi kwa hasa wanafunzi wenzangu ili waweze kutumia AI katika masomo yao ili tuweze kufanikiwa. AI kuna siku nilikuwa na utata wa swali kati ya privacy na security, yani kati ya usiri na ulinzi. Sasa ilikuwa hilo swali nilijibu ndani ya muda mfupi na ilikuwa inahitaji niweze kufikiria. Ikabidi nimtumie AI aweze kunipa majibu kwa muda mfupi kidogo. Nimekuja na kitu ambacho ni kipya sana katika huu ulimwengu ambao sasa hivi tupo katika mapambano ya kuwalea Gen Z. Ubunifu katika masuala ya akili mnemba, lakini pia tumeona ni jinsi gani wanavyoweza kutunza mazingira, lakini pia tumeona ni jinsi gani ambavyo wanaweza wakailinda jamii, ambao naongelea katika maeneo ya ulinzi ambao ni polisi. Lakini tukipata platform kama hizi ambazo zinaleta ujumbe ambao ni wa kuelimisha, tutaendelea kusapoti vijana ambao wataendelea kuja na idea hizi ambazo zitatunza maadili na zitaelimisha vijana jinsi ya kuendana na maadili ya Kitanzania. Sisi kama wanafunzi nilikuwa najaribu kuwakumbusha wawe makini na watumie vyema mitandao ya kijamii pamoja na AI hizi zilizotawala duniani. Ningewashauri wabunifu wafocus zaidi kwenye mambo ya uhalisia, vitu vilivyopo kwa sasa, kwa sababu sasa hivi matumizi ya akili yamekuwa madogo kuliko matumizi ya mitandao na AI.